Kwa unasema ulikuwa na watu wanafundisha kilimo kina nani? Wengi sana, wakina mama, wakina kaka, mabrother. Wakaja kwako wakakuomba ushauri wakasemaje? Wakasema wanataka kulima maharage. Sasa pale nikawaambia mnalima shamba lenu kwanza, mnaondoa kwanza hayo magugu kwanza. Shamba liwe safi. Shamba liwe safi. Alafu mkishamaliza panapigwa maji. Ni kiangazi hivi panapigwa maji kwanza. Palainike. Alafu mnashika jembe lenu mnashika jembe lenu, mnafunga hii kamba hapa. Mnanyosha vizuri. Mnapiga mashimo kwa kurudi nyuma. Yaani usawa wa inchi 6. Yaani kila shimo linakuwa liko usawa wa inchi 4, mapana ya inchi 4. Ili kuangalia kwamba ule mmea utakavyoota unatanuka. Isibanane sasa. Ikibanana haizae vizuri. Kweli. Basi wakafanya hivyo. Basi wamevuna maharage yao. Wamekuwa matajiri. Wamekuwa matajiri. Gunia 10 na waliotesha debe 2. Bana wewe. Niambie hapo wapi? Na wewe ndio uliopo shauri. Wakaja wakaniambia babu wewe, sasa tunakupa hapa maharage haya, tunakupa hapa nusu gunia hii. Ikusaidie, na mimi nikamwaga chini. Ukaotesha? Nikaotesha. Mimi nikuja kupata hapo gunia 7. Unaona? Kwenye kale ka nusu gunia. Unaona? Hiyo ni akili. Basi nikaendelea kutunza ile mbegu na mpaka sasa hivi nimeiweka tena chini. Unayo. Na sasa hivi nimefurahi umeniambia umeotesha miogo na migomba. Ndio. Ya kutosha. Ya kutosha. Kuna siku tutatembelea. Na kupongeza kwanza, ulikuwa kwenye mwezi mtukufu umefunga. Ndio. Kutwa nzima auli, lakini uko unashinda shambani. Unakuwa na nguvu. Yaani unakuta vitu vingi, yaani unapojinyima vile vitu vya kula mchana nini, kuna nguvu zinakujia. Yaani ukifika jioni, yaani unaoga, ukimaliza unafuturu. Kwa hiyo unakuta kuna nguvu zinazokujia tofauti na ule mlo wa ovyo. Kwa hiyo unakuta unakuwa umeweka tofauti na wengine. Lakini faida za kufunga ukiacha kiimani, kufunga kunasaidia vitu gani kiafya? Kufunga kuna kunyima tamaa. Alafu vile inakunyima usiwe na wivu. Alafu inakunyima mambo mengi, vishawishi. Maana kuna kushawishika. Bwana njoo bwana tumege bwana, vipi rafiki yangu? Hapana rafiki yangu. Njoo bwana tule bwana. Hapana bwana. Nimefunga. Sasa kuna wengine niwaambia nimefunga Ramadhani, wanasema Ramadhani mfungue bwana. Uje kula kidogo. Tunakata hizo kamba hizo. Na walikuwa nakupigia simu kwa sababu wewe ulikuwa unanunua sana nyama buchani. Wewe kila siku unakula nyama kilo ngapi? Nilikuwa nakula kila siku nusu kilo ya nyama. Sikosi. Unaona? Sasa kama jana hii kwenye family ile ambayo inastahili kula ni kilo 3. Hiyo nilijitolea. Uliwapa? Kwa sababu kila ninapotoka sinakuja na kapesa. Kale kapesa sio na kala kote. Na kaweka. Atatumika siku ile ya Idi. Nakuja tena kingine na kaeka hapa. Mpaka zikaja. Kufika ile siku ya Idi nakafungua kale na kamwaga hapa mezani. Nendeni sokoni mnunue bidhaa. Nyama. Sasa mimi msinibakishie kingi, maana huko nakwenda sitakula. Basi mkibakisha kingi kitamwagwa. Basi kawa starehe moja nzuri sana. Sawa, nakubali. Na ndio upendo mkubwa. Ndio upendo. Mimi ninachofurahi zaidi ni kwamba familia yako naikumbuka pia, unawapelekea pesa ya kutosha. Sana. Na watoto umesomesha? Wanasoma na mpaka kesho wanasoma. Kwangu mimi hawachi kusoma. Nikikosa kabisa ada ya shule. Naongea na serikali. Fanyeni kazi kama inavyostahili. Kama itapatikana hizo fedha kwa wakati uwezekanavyo nitatoa. Kama haiwezekani, msaidie hao viumbe wapate elimu. Wanasema usipate shida bwana. Umeshatuletea hawa, tutawafanyia kazi. Kwa hiyo serikali wanakulipia ada. Wananisaidia sana. Kama huyu wa kike mmoja amepelekwa huko wanasema Ufaransa. Yaani yeye amesomeshwa na serikali mwanzo mwisho. Anasikia na akili nzuri kabisa. Anaongea lugha za aina mbalimbali, mpaka Kichina. Acha wasiana. Alafu sasa hivi amekuwa ndio jaji mkuu. Unaona bwana? Yaani amechagua hiyo kazi. Naye ana akili kama wewe. Ana akili nzuri sana. Hiyo kitu haijatofautiana na hii. Yeye kwenye mtihani wako ngapi? Wa kwanza diction 1. Wako watatu ambao wanapiga diction 1, yani kila mmoja anachukua nafasi ya kwanza kwenye mtihani. Kwenye mtihani. Huyo mwingine ndio yuko nafasi ya pili. Tena hapo analia sana, kwa nini nikavuka, nisivuke. Lazima nataka awe namba? Nataka awe namba 1, anapata kwenye 70, 80.
Na inaonekana mtoto alikuwa akusikilizi vizuri. Alikuwa ni mbishi, sio baba mimi nenda kucheza. Basi hapo anakosa yale masomo. Sasa pale akitoroka, basi wakati wa kufundisha yale masomo inakuwa hayupo. Jamani, mimi nakupongeza kwanza kwa malezi mazuri kwa watoto. Safi sana. Watoto waoge. Ili unawasitiza wakina dada pia wafanye kilimo. Na hakika kabisa wakina dada hawa